Sijajua ni kwa namna gani ama ni kwa mazingira gani, lakini jambo fulani ambalo tumelipigia kelele, ikiwa linaweza likaonekana ni kama wameona busara ya namna yote ya kulirekebisha ama kuliweka sawa, tunaweza tukatokea pia kupongeza na kuuliza tena labda kwani shida ilikuwa nini? Nipongeze mamlaka zote zohusika kuwaruhusu watu kwenda kuhudhuria kesi ya Tundu Lissu. Sijajua nini kilikuwa kinapelekea wazuiliwe na labda nini kimepelekea vizuizi hivyo kuondolewa na baadaye kukuta watu sasa wameruhusiwa kwenda kwenye hiyo kesi na vitu vya aina kama hiyo. Lakini niongeacho mimi ni kwamba kuna baadhi ya maeneo kama mamlaka zinazohusika zingekuwa zinalinda milango ya watu kupiga kelele, kusingekuwa kuna mtu anayepiga kelele. Kwa mfano, katika mazingira ambayo siku ya kwanza ya kesi nadhani kulikuwa kuna Chadema ambao kwa maelezo yao walidai kwamba walikamatwa na askari polisi wakapigwa wakaenda kuachwa polini kwa maelezo yao, lakini kile inawezekana kilipelekea baadhi ya watu waanze kupiga kelele, unajua sijui CCM mara hivyo, mara wataje kamanda wa polisi, mara wataje sijui rais. Lakini mimi nadhani yangewekwa mazingira rafiki, mfano wa haya ambayo yamewekwa juzi, ambayo yamepelekea sasa watu wamekuja kwenye kesi, watu wamesikiliza kesi, imeendelea kesi imeisha vizuri. Kama ni wewe Tundu Lissu amechukuliwa, hata kama ni kwa ulinzi mkali, labda kwa sababu waliona anaweza katoroka hivyo. Sasa mimi ninachojiuliza maswali ni kwamba nini kilipelekea siku za mwanzo wazuie watu wasije, na nini kimepelekea labda hivi juzi waruhusu watu waje? Kwa uelewa wangu nilionao, nidhanicho ni kwamba mtu kwenda kuhudhuria kesi mahakamani sio kosa la jinai. Ndio maana nikasema kwamba ikiwa watu hao wamevunja sheria za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wamevunja sheria za nchi, wachukuliwe hatua sawa na sheria za nchi. Katika kitu ambacho wanajiuliza maswali mazito sana ni kwamba kwa nini mtu aliyevunja sheria ya nchi, kama kweli amevunja hiyo sheria ya nchi, kwa nini badala ya kuchukuliwa hatua sawa na sheria za nchi, yani kushtakiwa au kufunguliwa kesi kwamba wewe umekiuka sheria 1, 2, 3 katika penal code au katika sheria fulani za utaratibu fulani, kwa nini mtu huyu asichukuliwe hatua sawa na sheria za nchi? Anajikuta yuko kwenye mazingira ambayo either kwa maelezo yao wao wanaweza kusema alikuwa anapigwa au sijui alipelekwa kusikojulikana na vitu kama hivyo. Sasa nidhanicho mimi ni kwamba mazingira kama haya yanakuwa yanalichafua jeshi la polisi. Nataka niwajulishe kwamba mtu huwa anaonekana mbaya ama mzuri kwa yale anayofanya. Hakuna mtu anaweza akawachafua jeshi la polisi na mamlaka zote mnazohusika, kwa sababu kwa mfano katika zile siku za nyuma zilikuwa zinaonekana video pale Kisutu kwamba ni mbwa wa askari ni askari wana mbwa anang'ata mtu, ama ni askari yuko na uniform anapandisha watu kwenye defender. Lakini baadaye anapotokea labda kamanda wa polisi wa kanda maalum ya Dar es Salaam kusema kwamba wala askari hatukuchukua mtu, kinakuwa ni kitu ambacho kila mwenye akili timamu anajiuliza, kwa nini hivi? Kwa nini iwe kana kwamba ni kuna vitu fulani vya kuzungushana na kana kwamba yani ni kona fulani nyingi? Ni kwamba katika kitabu cha Mwanzo 4 mstari wa 7 maandiko yanasema, kama ukitenda vema utapata kibali, usipotenda vema dhambi iko inakotea mlangoni. Ni kwamba mtu yote anayefanya vizuri lazima atapendwa. Kufanya vizuri haijalishi utakuwa wa chama gani, wa dini gani, unaiamini Biblia au uiamini, unaiamini Qur'ani au uiamini, fanya vizuri utapendwa. Wewe ni askari polisi, wewe ni kiongozi kwenye serikali, wewe na ngazi yote,
ukifanya vizuri utapendwa. Mimi nadhani kungekuwa kuna mazingira rafiki mfano wa haya yaliyowekwa juzi kwenye kesi ya Tundu Lissu, ya watu kuja kusikiliza hiyo kesi, waliokuwa na uchungu wa kulia walilia, waliokuwa wanaona ni kama sijui ni furaha kumuona Tundu Lissu wa kucheka walicheka. Mimi sina itikadi ya chama chochote, sina kadi ya chama chochote, sijawahi kuwa kada wa chama chochote, lakini mahali ambapo ubinadamu, utu utatangulizwa mbele. Katika Mathayo 7:12 anasema, lile usilopenda kutendewa wewe usimtendee mtu mwingine. Kama leo hii walioko kwenye dola ni chama fulani na kiongozi wa chama kingine, inawezekana kweli amefanya kosa kwa maelezo yao au kwa maelezo yenu. Huyu mtu amefanya kosa, lakini nadhani watu kuja kusikiliza kesi yake mahakamani si kosa la jinai, si kosa linalostahili wao kupigwa, si kosa linalostahili wao kuumizwa, si kosa linalostahili wao kuondoka na maumivu ya namna mbalimbali. Ni kwa sababu hiyo basi tungekuwa tuna haja ya kufahamu na kujua maana na sababu za kusema kwamba okay, katika mazingira yote hayo kuna jambo la kujifunza, kwamba ni vema mtu ujifunze kufanya vizuri. Ukifanya vizuri utapata kibali, lakini ukishindwa kufanya vizuri, ukawa unafanya tu unavyotaka wewe kwa sababu uko una nguvu, si uko na mkono wa sheria, una majeshi, una nini, basi unakamata yoyote, unapiga yoyote. Kiujumla ni vitu ambavyo vinaweza vikapelekea ni kweli tukaishi kibabe, lakini katika kuishi kibabe tukawa tunajichafua zaidi. Nisemacho mimi, napongeza mamlaka zote, kuanzia jeshi la polisi ambalo niliona askari wakiwa kwenye ile kesi wakiwalinda. Ndio wajibu wa jeshi la polisi, ni kuhakikisha usalama wa raia na mali zao. Kama mnahofia watu hawa watakuja kufanya fujo, njoni na silaha, njoni na mabomu ya machozi. Mkiona fujo zinaanza eneo la mahakama, anzeni shughuli yenu ya kuzuia hizo fujo zisiendelee, lakini vinginevyo wajibu wenu ni kuwalinda, kuhakikisha raia na mali zao wanakuwa kwa salama. Alimadamu hao watu hawachukui mawe kwenda kubomoa vioo vya mahakama au kwenda kuvunja au kwenda kufanya hiki, nami ni watu hao wanakuwa ni watu salama. Na tukiishi hivyo, Tanzania patakuwa ni mahali pazuri, patakuwa ni mahali ambapo mimi ninachoshauri upande wa pili kwamba ikiwa huyu Tundu Lissu siasa zake ni anabuabwaja tu, yani hana point, wanasema anaongea siasa pointless, hana hoja. Kama siasa zake ndio hizo, tumwache abuabwaje, ili akishamaliza kubobwaja tuje sasa kwenye kura ambako ndiko ataonekana nani anapendwa na watu na nani anachukiwa na watu, kwa sababu swala la kupendwa au swala la kuchukiwa nadhani linategemea na kazi ya mtu. Kweli inawezekana Tundu Lissu hajawahi kushika nchi, hana kazi yoyote, ni mzee tu wa kubobwaja, lakini ndio tuache kubobwaja huko, kila mtu abobwaje, aongee kwa uwezo wake. Baada ya hapo tuje kwenye matokeo sasa, kwamba yupi atakuwa ni kama amebobwaja kwa matokeo fulani yanayoonekana. Anyway, niseme kwamba ni sauti ya mtoto mtolee kutoka gerezani, kwa mimi mwenyewe nalia kutoka mahabusu, nikisema itengenezeni njia ya Bwana, nyosheni mapito yake. Lile usilopenda kutendea wewe usimtendee mtu mwingine. Bwana mhukumu wake ukaribu kuja kumlipa kila mtu sawa na maisha yake. Hii ndio maana ile neno mara